Karibu Tabora, karibu Toronto. Ni ombi langu la kwanza. Watu hata ushirikiano wale watu watafutwe na wakamatwe. Baada ya kufika shamba, nimeenda na shughuli zangu. Baadaye nikamwona mwenyekiti wa kitongoji cha wanapita. Tukasalimiana naye, akaniambia kwamba bana, mimi naenda kwenye tukio. Kuna kijana mmoja amekatwa sikio, amevamiwa usiku na kukatwa sikio. Kwa hiyo nikaendelea na shughuli zangu. Baada ya pale nikapata taarifa kwamba yule mtu tayari amefanya nini? Amekwisha fariki. Kwa hiyo nikawa nimeondoka kule kwenye eneo langu la shamba, nikawa nimekuja moja kwa moja kwenye eneo la tukio. Wao wanasema kwamba kavamiwa kwenye muda saa moja hivi ndio alivamiwa huku sehemu yake alikuwa anaishi, mpaka alikuwa anaishi kwenye kajumba hapo. Naona, lakini sijui sababu ambayo ilimfanya mpaka avamiwe na kina nani waliomvamia. Kwa kweli hapa sija. Mimi nilipokuwa akiongea pale kwamba kavamiwa alafu akaanza kumpiga, lakini waliompiga mimi siwajui. Kwa maelezo ya mwenyekiti wa kitongoji alipokuwa akapigwa simu na yeye, alielezwa kwamba kakata sikio. Walipofika tu pale wakaanza akachezea kipigo. Kaanza kupigwa pale, kapigwa sana pale, anasema amepigwa sana mabapa ya panga. Hawajamkata kwanza, wamempiga tu sana pale. Baadaye ndio akawauliza, jamani, mbona mnampiga, mnakosa gani? Yeye akasema shemeji yake bwana, wakamwambia bwana, wewe haya kuhusu, tulia kwanza. Yule bwana wakamuuliza yule marehemu, simu hii ya nani? Akasema nilimnunulia mwanamke. Ni mke wa nani? Ni mke wa mtu. Ulimnunulia kwa nini? Kwa ajili ya mapenzi. Ndio pale sasa ndo akachezea kipigo. Baadaye wakaondoka, wakamwambia sasa sisi tunakuwekea alama. Hatukuui, tunakuwekea alama ya paka kufa. Toka mkata sikio, wakaondoka na kuondoka. Sikio lenyewe tumelikuta hapa nyumbani, tumeenda kule marehemu kweli tumemkuta naye sikio hana, ambayo ilikuwa sehemu ya shamba la mahindi kule. Hapa mimi alikuja shemeji yangu usiku kunikuta kwangu kule ikiwa nipo Mpengeli ya Ntamba. Alikuja kule akaniambia kwamba mdogo wako kule kagwamiwa kule mashambani, maana yeye alikuwa anakaa hapo peke yake. Sasa kunieleza pale kabidi niinuke, tukaondoka naye, tukawa tunawaambia na watu wengine, basi wakawa wanatupa ushauri kwamba tieni kwenye uongozi, tumuelekee sio kwenda nyinyi tu. Baadaye kweli tukapita kwa mwenyekiti, akatuambia mwenyekiti kule ni Tumbi manispaa hiyo. Pale tukaondoka, tukaje kama watu 7 hivi. Kafika hadi hapa kukuta hayupo. Tukajaribu kuangaza, hatukumuona mpaka saa 8 usiku hapa tukaondoka. Sema tukalale, kesho asubuhi takuja na uongozi. Na kweli asubuhi nikaenda mpaka kituoni hapo Olanguru, katoa ripoti, kaondoka pale. Kufika hapa mwenyekiti wa Tumbi amekuja, tukawa tunafuata hasa miguu zake, alipoelekea ndo tukamkuta mashambani kule kaanguka. Hapo mimi sijaelewa kwamba alikuwa na tabia gani, maana mimi labda alikuwa ananificha, ila mimi tabia yake mimi nilikuwa namjua, alikuwa wa kawaida tu. Yeye alikuwa na familia yake Kigoma. Alikaa kule, baada ya mwezi wa 6 akaja hapa, kapata bwana shamba, akawa anamwambia afanye kazi, ndo akapeana kazi, wakawa wanafanya kazi, wanalima bustani, ndo akawa anaishi hapa. Ila familia yake ipo Kigoma. Huyu bwana alikuja kufanya kazi kama shambani, kama mnavyoona mashamba haya. Sasa jana katika majira ya 1:30 akakutwa na watu 4 kufika wakawavamia, lakini huyu marehemu hakuwa peke yake, alikuwa na shemeji yake.
Sasa ndo akamhoji yule shemeji yake, wewe unaitwa nani? Unakaa wapi Rolanguru? Sasa basi wewe tuna shida na huyu. Kwa hiyo pale pale wakamwita pembeni, wakaanza kumpiga. Huyu shemeji yake akauliza, kwa nini mnampiga? Akasema wewe hayakuhusu. Wewe kama wewe hayakuhusu kabisa, sisi tuna shida na huyu. Kwa akaanza kumpiga. Kipigo kilivyozidi, huyu shemeji yake tena akauliza, kwa nini unampiga? Akasema unataka ujue huyu anatembea na mke wa mtu. Tumemwonya mara nyingi asikii. Kwa ushahidi simu hii hapa, wakaanza kumhoji yule marehemu kwamba wewe hii simu vipi? Akasema hii simu ya kwangu. Ulimpa huyu mwanamke? Ndio. Kwa hiyo ili tukio, lakini mara baada ya kumfanyia hicho kitendo, wale jamaa wakatoweka. Huyu marehemu akajivuta kutoka kwenye nyumba yake hapo mnaiona, kuelekea upande wa magharibi. Kwa hiyo kule ndiko alikofia. Na mara baada hapo tulitoa taarifa kwa viongozi mbalimbali, kwanza jeshi la polisi, lakini mheshimiwa diwani, mtendaji wa kata kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya kata yetu. Mara baada ya kuona kwamba wamempiga na akaanza kujivuta, yule shemeji yake akakimbia naye kwenda kutoa taarifa kwa majirani. Baadhi ya majirani walifika wakakuta hiyo hali katika nyumba yake. Baadaye usiku ule tafuta akamkosa. Sasa na mimi alikuwa amekinipigia simu na nilikuwa nimeshatoa taarifa kwa jeshi la polisi. Asubuhi nilikuwa nimefika hapa saa 1 kamili. Tukaungana na majirani katika kutafuta, ndio tukakuta mwili kwa pale umelala. Ni ombi langu la point. Naomba tu hata ushirikiano wale watu watafutwe na wakamatwe. Karibu Tabora, karibu Toronto.